Diva kwanza mimi nampenda Diva. Umeelewa? Nampenda Diva sana tu na amekuwa akisupport muda mrefu sana. Mtu wangu wa nguvu na nini. Wewe hapa Diva kashafanya hiyo mama. Kisha connect. Sio chochote kinawezekana. Kwa Rihanna si msanii tu kama mimi. Kwa hivyo japokuwa ranki zinatofautiana. Huwezi jua wasanii wanapokutana kitu chochote kinaweza kufanyika. Na ulikula kisi hapo mwanzoni. Diva kala kisi. Unakumbuka ilikuwaje? That guy is a good kisser. Sometimes I still think about that kiss. Yeah, man, sometimes I'm like, oh gosh, Alice so amazing. Yani, umeona hapo ulipoona cheza kwa na black hair. Nakumbuka yeye. Ilikuwaje? Nilikuwa nampenda Ali sana. Yeah, mlikuwa kwenye mahusiano. Kabisa, lile kabisa. Yep. Na bado unampenda? Yeah. Ikitokea nasema bana turudiane bana. Mambo mengine endelee. Sasa simpendi kwa hivyo sasa hivi. Yes. Ilikuwa ni kipindi gani hivi ambapo mnakuwa kwenye mahusiano na Alikiba? Muda mrefu mno. Okay. Before wote tulikuwa tunasikia wote Alikiba. Na katika wote hao nani ambaye alikuwa the best? Of course kama unasema wow. Katika famous hawa top nani alikuwa the best? Alikiba. Katikati ya wale wote, si ndio? Katika wote Alikiba. Hebu muelezee kidogo Alikiba yukoje kwenye. He's really good in that. Okay. And if he cares. He really cares. Sema tena ni mbaili. He's not giving money, and by that time nilikuwa maisha yangu ajua lifestyle yangu nakaa kwenye apartment $2500 yani kawaida. So hakuwa anaweza kufix all that. Okay. Katokea mwanaume Mjerumani mwenye ananipenda. Na nikamwona is cute nini. Basi akawa ananitekea financial and nikaenda for na mpaka sasa hivi nafikiri ndio niko naye. Wakawa wanasema ni AI bana. Unajua nilikuwa natamani sana kuweza kujua kuhusiana na. Not even AI. Okay. Why are they saying it's AI? Afu watu walizungumza hii kwamba sasa AI unaweza kweli ukampigia simu hivi mkaongea. Uweze kuweka sawa hiyo. For now he's in America, he's living there, and it's not about AI. Yani huwa anajitahidi kumpigia, sisi tunatatizo tunatofautiana muda. Okay. Sisi anaweza kama amelala. Hivi tulikupigia simu hapa na Suma Mnazareti. Suma Mnazareti. Au kupokea. Kwa nimelala na nilimwambia nitakuwa nimelala. Umeona babe is not available. Yeah, sure. Sasa kuna Mjerumani tena kuna Suma Mnazareti. Mbona kama tuchanganya Diva? Suma Mnazareti vipi? Hebu muelezee yule mshikaji. Anakuita bei. Huyo ni Diva the Boss akithibitisha namna gani ambavyo penzi lake na Alikiba lilikuwa very sweet na lilikuwa linaukonga sana moyo wake. Watu wengi wamekuwa kimkosoa Diva kutokana na hiki ambacho amekizungumza, lakini pia lifestyle yake, maneno yake ya kejeli na kashfa na vitu vingine kama hivyo. Lakini yeye amesimamia msimamo wake ule kwamba haishi maisha ya kawaida, anaishi maisha ya gharama na anaishi sehemu nzuri. Hawezi kuishi sehemu ambazo hazina quality ambayo yeye anaitaka, na skincare yake ni zaidi ya milioni 6 kwa mwezi. Yani ngozi tu inakula milioni 6 kwa mwezi. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni maneno ya Diva kipindi ambacho anafanywa interview pale EFM. Una maoni gani kwenye sema comment? Watu wanakuchukulia vile ambavyo wameaminishwa ulivyo. So ilifika kipindi nikaona this is becoming too much right now. Kitu gani ambacho kilikufanya wewe ukawa umefungwa jela? Ilikuwa ni sio jela currently. Tulikuwa locked in for 3 days or 2. Yeah, tulichangisha hela za Kariakoo. Maafa yale Kariakoo. Lakini haikuwa kwa niaba, tulikuwa hatufahamu utaratibu kwamba inakuwa ni issue ya kiserikali zaidi. Bana, huyo ambaye umetoka kumsikiliza anaitwa Diva the Boss, ambaye ameweka wazi namna ambavyo walifungwa jela kipindi kile ambacho kulikuwa na sakata la Kariakoo, kulipatikana ajali ya kuporomoka kwa gorofa nafikiri, na watu wengi walifariki na watu wengi walipotea and all that. So hawa wakajitokeza kwamba nia yao ikawa ni kuchangisha michango na vitu vingine kama hivyo. So ameweza kusema kwamba anajutia alichokifanya. Mimi I rather go at sick cliff and eat na kulipa kwa credit card than going at a place ambayo yani
local place and eat. It's not my life. Tusilazimishane, and I said mimi. Sasa utakuja kuwa mama wa namna gani? Sijaponda mama ntilia, but siishi kwa kula mama. Unaona tuweje atakuwa mama labda na mtoto. Diva hivi na mtoto Hapana, sina. Hauna. Nitapata one day. Yes, tunaamini kwenye Mungu. Atakuwa beautiful kidogo. Yaani kidogo. Utakuja kuwa mama wa namna gani? Na utamfundisha malezi hayo mtoto wako kweli? Sitamfundisha mwanangu kumlazimisha kusoma shule. I'm not gonna do that. I don't see faida ya shule. Okay. Yani hivyo ambavyo wazazi walikuwa wanatuaminisha, kwa sababu uhalisia wa maisha ya mtaani na maisha ya shule vitu really tofauti. Okay. I think mfumo wa maisha ya shule ubadilike, mtu awe invest kwa kitu anachopenda mwanae, support. Tumeona watu wengi wanaolipwa hela sana au matajiri sana. For example, namwongelea my boss there, Diamond Platnumz. Hakuwa amesoma hivyo, lakini sasa hivi ameajiri watu zaidi ya 500. Kwa mimi sitaki kuinvolve mtoto wangu kumsumbua na mambo ya shule. Yani kama utasoma soma, utaki kusoma it's okay. Na mama hajui kupika, itakuwaje sasa mtoto atakuwa na hata order, lakini sasa atakuwa na maisha yake, anaweza kaa anapenda kuwa chef. Ndio maana nitasema nitainvest na nitasupport kitu ambacho mtoto wangu. Twende kwa maswali chap list ya watu ambao umekuwa kwenye mahusiano nao. Tukianza na Chris GK. Bana, Diva the Boss ndo huyo ambaye umetoka kumsikiliza, anajinasibu kwamba yeye hajuti hata kidogo kuto kujua kupika, na yeye anaenjoy maisha yake na anaishi maisha ya gharama kama ambavyo anazungumza hapo. Unapomuona, je, wewe una maoni gani kwa mwanamke kama huyo? Ni sahihi kama kuto kujua kupika au la, au ni kujisumbua tu? Hii ni Sponsor TV.